Kifo cha msemaji mkuu wa waasi wa M23 Willy Ngoma kimeweza kuripotiwa leo hii tarehe 24 Februari mwaka wa 2026. Ndugu mpenzi mtazamaji, leo tunakuletea habari kutoka huko mashariki ambako vita na msongamano wa vurugu unaendelea kuripotiwa. Tutakuwa huko Masisi, Minembwe, Uvira, Fizi ambako vita zinaendelea kuripotiwa na tutaweza kuzungumzia chanzo cha mapigano ambayo yameweza kuripotiwa hapa kwenye habari yetu ya siku ya leo. Na pia tutaweza kukusogezea habari kuhusu namna gisi MONUSCO imeweza kuingia ndani ya mji wa Uvira leo hii, na tutakuwa huko Fizi ambako wazalendo wanaendelea kupambana na kuendelea kuwasukuma magaidi kwenye nyanda za juu za mkoa huo wa Fizi. Acha basi twende huko Rubaya ambako kumeripotiwa kifo cha msemaji mkuu wa M23 ambaye ameweza kuripotiwa kufa leo hii tarehe 24 Februari mwaka wa 2026, Bwana Willy Ngoma. Kulingana na habari tulizozipokea kwenye redio yetu hii, msemaji wa kijeshi wa muungano wa waasi wa M23 Willy Ngoma ameuawa katika shambulio la droni lililodaiwa kufanyiwa na wanajeshi wa FARDC Jumanne tarehe 24 Februari mwaka huu majira ya saa 8 na dakika 40 asubuhi ya leo katika mji wa migodi wa Rubaya wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa za eneo hilo, mashambulizi hiyo ililenga nyumba ya makazi iliyopo katika shamba la Kasuku. Wapiganaji wawili wa kigeni waliotajwa kuwa mamluki wazungu pia wanadaiwa kuuawa katika shambulizi hilo. Kwa ujumla, miili 9 imehesabiwa kwenye mabaki ya jengo lililoharibiwa na shambulizi la droni hiyo. Kwa mujibu wa chanzo hicho, Jenerali Sultan Makenga pia ameweza kupata majeruhi makali kutokana na shambulio lililofanywa na wanajeshi wa FARDC. Operation hiyo imefanyika wakati ambapo jeshi la FARDC linaongeza mashinikizo ya kijeshi kuzunguka eneo la kimkakati la migodi la Rubaya, eneo muhimu kwa uchimbaji wa madini ya coltan ambalo lilitekwa na waasi wa M23 tarehe 30 April mwaka wa 2024. Kifo cha Willy Ngoma kinatajwa kuwa pigo kubwa kwa waasi wa M23 kwani alikuwa sura ya harakati hiyo katika vyombo vya habari na pia msemaji mkuu wa masuala ya kijeshi. Kuachana na kifo cha msemaji huyo wa M23 Willy Ngoma, pia wananchi wameweza kuripoti kuondoka kwa waasi wa M23 katika mji huyo wa Rubaya kwa kuwa walikuwa wamepigwa vibaya na jeshi la FARDC, hivyo waliweza kuondoka mapema asubuhi kwa kutokana na mashambulizi ambayo FARDC imeweza kuwashambulia. Ilikuwa saa 1 asubuhi ndipo wakaaji walisema kuwa waliona tu wanajeshi wa M23 kuondoka ndani ya mji, na wanasema kuwa wako na furaha kubwa sana kupokea wanajeshi wa nchi yao FARDC. Tuelekee basi huko Kivu Kusini ambako leo hii tarehe 24 makundi ya wazalendo yameanzisha pia mashambulizi makali ya hapa na pale dhidi ya makundi ya silaha ya Twirwaneho na Red Tabara yanayodaiwa kushirikiana na waasi wa M23 na AFC katika eneo ya juu ya Minembwe na viunga vyake. Mapigano hayo yameripotiwa hasa katika maeneo ya Gahwera na Degu yaliyopo katika nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yanaendelea hadi sasa huku hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika maeneo ya karibu na Minembwe. Tuhamie basi uko Uvira ambako ujumbe wa Mission de l'Organisation des États-Unis pour la Stabilité
Republique Democratique Congo, MONUSCO umewasili Jumanne asubuhi mjini Uvira na kupokelewa na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki. Ziara hiyo imefanyika wakati ambapo kusonga mbele kwa waasi wa M23 kunaendelea karibu na maeneo ya Uvira na kuanzisha hali ya wasiwasi wa kiusalama katika eneo la Uvira. Akizungumza mbele ya wawakilishi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa, gavana huyo alionya kuhusu kuendelea kwa waasi hao. Alisema hivi: AFC M23 wako Sange, takriban kilomita 20 kutoka mji wa Uvira, na pia wako Lemera, umbali wa takriban kilomita 10, asema gavana wa Sud Kivu. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya tahadhari, huku mamlaka za mkoa zikitoa wito wa uangalifu na hatua za haraka ili kuimarisha ulinzi wa raia. Hizo zilikuwa ni habari kutoka huko Uvira. Tutembelee pia nchi jirani ya uko Republique Centrafricaine ambayo imeweza kuripoti kuwa wakimbizi kutoka ndani ya nchi yake wanaendelea kuingia ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia na mapigano makali yanayoendelea huko, mapigano kati ya jeshi la serikali la Republique Centrafricaine na waasi ambao wanaendelea kuleta mvurugo ndani ya nchi hiyo. Hivyo tutaweza kuzungumzia habari hiyo. Wa mamia ya maelfu ya wakimbizi kutoka huko wamekuwa wakivuka mpaka kwa siku kadhaa kuingia Republique Democratique du Congo, wakikimbilia katika wilaya ya Ango mkoani Bauele. Wakimbizi hao wametoroka mapigano yanayoendelea kati ya vikosi vya serikali vya nchi hiyo na waasi wa Azande. Tahadhari hiyo ilitolewa Jumatatu tariki 23 Februari mwaka huu na mbunge wa kitaifa Grace Neema, ambaye alieleza kuwa kuna taarifa kwamba baadhi ya wakimbizi wanavuka mpaka wakiwa na silaha na risasi bila kufanyiwa ukaguzi wa usalama. Hali hii imeibua hofu ya kiusalama na kibinadamu katika eneo hilo la mpakani, huku kukihitajika hatua za haraka ili kudhibiti mpaka na kutoa msaada wa dharura kwa wakimbizi wanaoendelea kuwasili ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo zilikuwa ni habari zetu ambazo tunakusogezea jioni ya leo, na hivyo tunakuomba endelea kuwa pamoja nasi ili tuendelee kusogezea habari za hivi karibuni. Hii ni Kwetu News 24 ambayo inakusogezea habari, na tunakuomba usisahau kusubscribe, kushare na pia kucomment ili kutujulisha mahali ambako ulipo na maoni yako kuhusu hali ya usalama ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.